Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 26 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Kwa moyo mkunjufu ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehane Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Ujumbe wako ni muhimu kwelikweli, asante kwa kutuandikia. Nimeona ujumbe wako Ahmad Shaki Mwamba, pia nimekuona Kamil Philbert. Asante kwa kutuandikia. Kama ndo kwanza kabisa unajiunga nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Napewa nguvu na The Mart Supermarket iliyopo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Mwigulu aonya dola kutumika manunuzi, asema zinatumika kwenye utakatishaji, aziagiza BOT vyombo vya dola kudhibiti. Habari katika ukurasa wa pili. Kijaji ang'aka watumishi wanaoruhusu uvamizi hifadhini, asema hatavumilia uharibifu wa rasilimali za taifa. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3. 29 wang'atwa na wanyama da wakazi wa Charuka. Habari katika ukurasa wa 5. Kiwanja cha ndege Kigoma kuanza kutumika Novemba. Habari katika ukurasa wa 3. Mwenye taasisi za fedha zina fursa miradi ya maendeleo. Habari katika ukurasa wa 3. Mchango wa soko la mitaji na uchumi wa dola trilioni 1. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 gazeti hili. Shilingi kuimarika nusu ya pili ya 2026. Habari katika ukurasa wa 7. Mikopo ya nje ya badili taswira ya nchi. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele, gharama za magari ya serikali, tunakwama wapi? Gharama za ununuzi matumizi ya magari ya kifahari serikalini zinaendelea kung'ata. Spika Zungu afukua mafaili kamati ya Chenge. Bunge sasa kula sahani moja na serikali, wadau wachambua. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Trilioni 1.8 kiasi cha fedha ambacho Zungu amesema kilitumika kuhudumia magari ya serikali kwa kipindi cha mwaka wa fedha 2008-2009, 2009-2010, 2010-2020. Gharama hizo ni za matunzo, ununuzi, mafuta na matengenezo pekee. Nukuu ya dereva wa serikali inasema kupunguza matumizi ya magari si katika gharama za kuendesha, matengenezo au kulihudumia, bali ni katika manunuzi. Prado inanunuliwa kwa shilingi milioni 150. Land Cruiser V8 inanunuliwa kwa shilingi milioni 500, lakini uendeshaji gharama zinafanana. Baba wa kambo jela kwa kumlawiti mtoto wa mwaka mmoja. Dar es Salaam, mahakama ya wilaya ya Ubungo imemhukumu fundi ujenzi Metson Frank mwenye umri wa miaka 23 maarufu kama Mkumbo kifungo cha maisha jela baada ya kupatikana na hatia kumlawiti mtoto wake wa kambo mwenye umri wa mwaka mmoja na miezi 10. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 7. Dawa tiba zilivyo hatari, vita dawa za kulevya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 14. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya kimataifa ya kupinga matumizi ya dawa za kulevya, biashara ya dawa za kulevya, tahadhari mpya imetolewa kuhusu ongezeko la matumizi mabaya ya dawa tiba zenye asili ya kulevya. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 14. Fedha za mikopo zinavyobadili miundombinu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa 2. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta
ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka, ya kitaalamu na ya kuaminika. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni ushirika wa Tanzania China wazidi kuimarika, ni ule wa kidiplomasia wazaa mafanikio makubwa katika sekta mbalimbali za maendeleo, biashara, uwekezaji, ni matokeo ya uongozi wa Rais Samia kupitia Fuara. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4. Chalamila awahakikishia ulinzi Sabasaba, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika waanza kulipwa fidia kupisha uwekezaji mkubwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Kampuni zinatakiwa kuzingatia viwango vya ubora, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Wakaguzi wasaidizi wa madini wahimizwa ubunifu, habari katika ukurasa wa 3. Rais hapatikani kwa porojo za mtandaoni, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Humus bado yazua hofu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili imeandika wataalamu wanavyoonya utoaji holela wa nta masikioni, habari katika ukurasa wa 16. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii nalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele. Kauli ya Profesa Saad aibua wadau, ni kuhusu kauli yake ya kwamba kuna waziri kijana tajiri kupindukia TAKUKURU watia neno, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Nukuu ya TAKUKURU ikisema mtu mwenyewe hakumtaja jina, ingekuwa bora zaidi kama waandishi pale wangembana ili asitaje tu jumla, wangemwambia huyu waziri anaitwa nani. Hii ni nukuu ya Joseph wa TAKUKURU. Lakini pia ipo nukuu ya mwanasheria Anahenga, mwanaharakati Dr. Ananilea Nkya pamoja na John Mnyika mwanasiasa. Matumizi ya anasa ya mshtua zungu. Tayari mimi mwenyewe nimeanza kwa kubadili gari ninalotumia. Hatuwezi kuwa na vitu vya anasa wakati taifa linahitaji maendeleo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Ubunifu wa kijana wavunja historia ya miaka 51 kisiwa kisichokuwa na barabara, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 11. Gazeti hili limeandika baba ahukumiwa jela maisha kwa kumlawiti mtoto, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Mwigulu marufuku kuuza bidhaa kutoa huduma kwa fedha za kigeni nchini, habari katika ukurasa wa 3. Ulega mikopo imebadili uchumi wa wananchi miundombinu, habari katika ukurasa wa 19. Chanjo ya ukoo watoto Zanzibar katika maradhi hatari, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Uhuru ukweli daima lenyewe habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni spika afuata nyayo za Dr. Samia, ni katika kubana matumizi ya tangaza kutumia gari la gharama nafuu, akemea vigogo kupanda mashangenge, asisitiza ni muhimu viongozi kumunga mkono Rais Samia baada ya kupunguza msafara wa magari, habari katika ukurasa wa 2. Ulega faida za mikopo ujenzi wa miundombinu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Mwigulu aonya matumizi holela ya dola nchini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Watu 14 wabandikizwa uume kicheko kwenye ndoa, habari katika ukurasa wa 7. Usalama wa uhakika maonesho ya Sabasaba Chalamila, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Kurasa wa mbele wa gazeti Zanzibar Leo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni tumetenga bilioni 449 kutekeleza maendeleo ya kijinsia Dr. Akil, habari katika ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi mgeni rasmi wiki ya ardhi, habari katika ukurasa wa 3. ZBS kudhibiti kelele za muziki kwenye mabaa hoteli, habari katika ukurasa wa 3. Matetemeko ya ardhi yaikumba Venezuela, zaidi ya watu 30 waaga dunia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Ibenge mtaja Arajiga, aigusia Simba, Mwalin na fichua, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ijayo ni Juni 27, Coastal Union dhidi ya Azam FC, Yanga dhidi ya TRA United KMC Complex.
Ture ni mtu kazi Simba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15. Uzazi wa Wema Sepetu kama kina Mariah Carey Jelo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 wa gazeti hili. 32 bora hesabu kali ni hivi. Ikiwa England itamaliza vinara wa kundi L, itakutana na timu ya nafasi ya 3. Habari katika ukurasa wa 20 wa gazeti hili. Waamuzi mamlaka msiharibu uhondo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 14. Hizi ni nondo za Kiemba. Mwanaspoti pia limeandika FIFA World Cup leo Jumanne, Senegal dhidi ya Iraq saa 4 kamili usiku Toronto Stadium, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo, na gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania lenyewe limeandika Mwalin aita mashabiki Beka hapa vita bado. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Serikali yaahidi kuimarisha timu za walemavu. Lakini pia gazeti hili limeandika Morocco Afrika Kusini za tinga 32 bora, Haiti Qatar zaaga. Habari katika kurasa za ndani. Wanariadha 650 kutikisa Kibaha. Habari katika ukurasa 23. Mashindano ya CDF yamtambulisha mikanda masumbwi. Habari yameandikwa kwenye ukurasa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania, na gazeti hili linakamilisha udukuzi hapa toka Zamani TV.